Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo nchini Tanzania. John Heche akamatwa na jeshi la polisi sasa hivi nje ya mahakama ya Dar es Salaam, siku mbili tu baada ya kuvuka mpaka wa Tanzania kuingia Kenya kinyume na sheria kulingana na serikali. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina au kwa undani zaidi. Hali ya vute ni kuvute iliweza kuzuka jijini Dar es Salaam nje ya mahakama ya jiji hilo baada ya maafisa wa polisi kummiminikia ghafla John Heche na kumkamata. Taarifa za uhakika kutoka kwa uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema zimethibitisha kuwa naibu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amekamatwa mapema Jumatano hii Oktoba tarehe 22 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, alikamatwa wakati Heche akiingia katika viwanja vya mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kukamatwa kwa ghafla huko kwa John Heche kumeshangaza chama chake na umma na kuongeza sura nyingine ya wasiwasi unaoongezeka juu ya uhuru wa kisiasa nchini, huku maelezo yakiendelea kujitokeza. Kukamatwa kwa John Heche tayari kumezua mjadala mkubwa na kuzidisha mvutano wa kisiasa nchi nzima. Katika taarifa yake ya kina, katibu mkuu John Mnyika alifichua kuwa viongozi wa Chadema bado wako gizani kuhusu sababu za kukamatwa kwa John Heche. Alisema hadi wakati wa kutoa maelezo yake, polisi walikuwa hawajatoa maelezo rasmi wala hati inayohalalisha kuwekwa kizuizini au kukamatwa kwa John Heche. Kukosekana kwa uwazi kumezua taharuki katika nyanja mbalimbali za kisiasa, huku wengi wakijiuliza iwapo kukamatwa huko kwa John Heche kuliweza kuchochewa kisiasa. Mnyika alisisitiza kuwa chama kinaiona hali hiyo kuwa wasiwasi mkubwa, akisisitiza kuwa jaribio lolote la kunyamazisha sauti za upinzani itakuwa tishio kubwa kwa demokrasia ya Tanzania. Hali ya sintofahamu kuhusu kukamatwa kwa John Heche leo inaendelea kutawala mijadala ndani ya chama na miongoni mwa raia wa Tanzania. Taarifa zaidi kutoka kwa Mnyika zimethibitisha kuwa John Heche alifikishwa kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam kwa mahojiano. Kwa mujibu wa Chadema, askari polisi waliwafahamisha wawakilishi wa chama hicho kuwa naibu mwenyekiti wao ama naibu mwenyekiti huyo atahojiwa kuhusiana na tuhuma ambazo hazijawekwa bayana. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na polisi kufafanua mashtaka hayo. Uamuzi wa kumhamisha John Heche hadi kituo cha ulinzi mkali Dar es Salaam umezidisha uvumi kwamba huenda kesi hiyo ina misimamo ya kisiasa. Kwa Chadema na watazamaji wengi, kukamatwa kwa John Heche kunawakilisha zaidi ya tukio la pekee. Inaashiria mapambano yanayoendelea ya uhuru wa kisiasa na uwajibikaji nchini Tanzania. Siku ilipokuwa ikiendelea, kukamatwa kwa John Heche kulizua wimbi la wasiwasi na hasira miongoni mwa wanachama wa chama hicho na wafuasi wake pamoja na wananchi wa kawaida. Wafuasi wa Chadema walijitokeza kwenye mitandao ya kijamii, mtazamaji, kueleza kusikitishwa kwao, wakitilia tukio hilo kuwa ni mashambulizi ya haki na jaribio la makusudi la kuwatisha wapinzani. Video na jumbe za kutaka John Heche achiliwe mara moja zilisambaa kwa kasi mitandaoni, huku watetezi wa haki za kiraia wakitaka maelezo kutoka kwa mamlaka. Hotuba ya hadhara inayokuwa inaangazia mgawanyiko mkubwa kati ya serikali na wafuasi wa upinzani ambao wanazidi kuhisi kuwa mazingira ya kisiasa yamekuwa ya chuki dhidi ya upinzani. Katika ufuatiliaji wake, katibu mkuu John Mnyika alisisitiza kuwa tayari timu ya wanasheria wa Chadema imetumwa kuwasiliana moja kwa moja na mamlaka. Dhamira yao ni aina mbili: kubainisha sababu hasa za kukamatwa kwa John Heche na kuhakikisha kwamba aachiliwe haraka iwezekanavyo. Mawakili hao, Mnyika alisema, pia wanajiandaa kwa ajili ya maombi ya dhamana iwapo atafunguliwa mashtaka rasmi. Chama hicho kinashikilia kuwa hakitalegea katika harakati zake za kutafuta haki, kikisisitiza kuwa haki za Heche lazima ziheshimiwe na utaratibu unaostahili kuzingatiwa wakati wote. Hatua za kisheria zinazohusu kukamatwa kwa Heche zinaweza kuwa kesi ya majaribio ya uhuru wa mahakama ya Tanzania na taasisi za kutekeleza sheria nchini humo. Mzozo huo unachangiwa zaidi na tukio kuhusiana na hilo mapema mwaka huu ambapo John Heche alizuiliwa katika kituo cha mpakani cha Isibania akijaribu kuvuka kuingia nchi ya Kenya kuhudhuria mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga. Wakati huo, maafisa wa uhamiaji waliripotiwa kumpokonya pasipoti yake ya kusafiria wakitaja makosa. Chadema ililaani hatua hiyo kuwa ni ya kisiasa
na ni kitendo cha unyanyasaji. Chama hicho sasa kinahofia kuwa kuzuiliwa hivi punde zaidi kunaweza kuhusishwa na mzozo huo wa mpakani wa awali, ikionyesha mtindo wa vitisho unaolenga viongozi wakuu wa upinzani. Wachambuzi wameeleza kukamatwa kwa Heche kuwa ni sehemu ya hali ya wasiwasi inayotishia kudhoofisha mfumo wa demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania. Matukio ya hivi punde pia yamewafanya waangalizi wa kimataifa kuzingatia kwa karibu hali ya kisiasa ya Tanzania. Vyanzo vya kidiplomasia vimedokeza kuwa makundi ya haki za binadamu na washirika wa kikanda wanafuatilia kwa karibu kukamatwa kwa John Heche na hatua za serikali zinazofuata. Baadhi ya mashirika tayari yametoa wito wa kuwepo kwa uwazi na kuheshimiwa kwa uhuru wa raia na kukumbusha mamlaka kwamba tofauti za kisiasa zipaswe kuhalalishwa. Kuongezeka kwa maslahi ya kimataifa kunasisitiza jinsi kesi hiyo imevuka siasa za ndani za Tanzania na kugeuza kukamatwa kwa Heche kuwa suala la wasiwasi wa kikanda na Afrika Mashariki kwa ujumla. Ndani ya Tanzania, hata hivyo, hali bado ni ya wasiwasi. Taarifa kutoka Dar es Salaam zinasema kuwa ofisi za Chadema zimefurika simu na kutembelewa na wafuasi wanaohitaji taarifa za kukamatwa kwa Heche. Viongozi wakuu wa chama wametishia mikutano ya dharura ili kupanga mikakati ya hatua zao zinazofuata, ikiwa ni pamoja na maandamano ya amani na rufaa za kisheria. Wakati huo huo, wanafamilia wa John Heche wanasemekana kuwa na huzuni kubwa kwa kuwa hawajapata taarifa rasmi kuhusu hali yake wala aliko tangu asubuhi. Usiri unaozunguka mchakato huo umechochea kuongezeka kwa mashaka kuingiliwa kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuwa kukamatwa kwa John Heche kunaweza kuzidisha hali ya kutoaminiana kati ya chama tawala na upinzani, jambo linaloweza kuzua migawanyiko ya zamani. Wanaeleza kuwa matokeo kama haya yanadhoofisha imani kwa taasisi za kidemokrasia na kukatisha tamaa ushiriki wa wazi wa kisiasa. Tanzania, ambayo wakati fulani ilisherehekewa kwa utulivu wake wa kisiasa, sasa inakabiliwa na uchunguzi mpya juu ya dhamira yake ya haki za binadamu na utawala wa sheria. Wachambuzi zaidi wanaonya kuwa kushughulikiwa kwa kesi hii kutatoa ishara kali kuhusu mustakabali wa uvumilivu wa kisiasa nchini. Wakati Chadema ikiendelea kuhamasisha shinikizo la kisheria na hadharani, kukamatwa kwa Heche bado kumegubikwa na sintofahamu. Uongozi wa chama hicho umeapa kuliweka swala hilo hadharani hadi haki iweze kupatikana. Mnyika akizungumza kwa niaba ya chama hicho aliwataka wanachama wote kwa watulivu lakini wawe makini, akisisitiza kuwa mapambano ya Chadema si ya mtu mmoja tu bali ni kulinda uadilifu wa mchakato wa demokrasia ya Tanzania. Ujumbe huo umesikika sana miongoni mwa wafuasi wanaoona kukamatwa kwa John Heche kama unyanyasaji wa haki zao za pamoja na uwakilishi wao wa kisiasa. Wakati huo huo, majukwaa ya mitandao ya kijamii yamekuwa uwanja wa msingi wa vita vya masimulizi yanayohusu kukamatwa kwa Heche. Hashtagi zinazodai kuachiliwa kwa John Heche zimeweza kuvuma katika mitandao ya kijamii ya Tanzania, hasa X ama Twitter, huku nyingine zikitaka ufahamu zaidi wa kimataifa kuhusu hali hiyo. Wafuasi wamepanga kampeni mtandaoni kushinikiza mamlaka kufichua sababu za kuzuiliwa kwake. Wanaharakati wa kidijitali unaonyesha dhamira inayokuwa miongoni mwa vijana wa Kitanzania ya kuwawajibisha viongozi na hivyo kuashiria mabadiliko katika jinsi upinzani wa kisiasa unavyodhihirika katika zama za kisasa. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika video ama taarifa hii, na kuomba uweze kunijuza maoni yako upande wa comment, alafu bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.